Nipende kuchukua fursa hii kwa siku ya leo tena kukualika kuwa katika furaha Sabato, maana mimi ninayo furaha kubwa. Tunaendelea na kubarikiwa katika vipindi vyetu vya Sabato siku ya leo vinavyorushwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Kirumba jijini Mwanza, South Nyanza Conference. Katika somo maalum, somo la familia, siku ya leo tutajifunza somo linalosema mafanikio. Tutajifunza somo linalosema mafanikio katika familia. Tunahitaji kuona ni namna gani kuna siri za kufanikiwa katika familia. Ni namna gani tunaweza kufanikiwa katika familia, kuanzia watoto, watu wazima, lakini jamii inaweza kujifunza mambo mengi ambayo familia yako inayafanya ili jamii nyingine ama familia nyingine katika jamii iweze kufanikiwa. Ninaamini tukiongelea swala la mafanikio tunaongelea masuala ya majengo, labda ni nyumba. Watu watakapoona nyumba yako ikiwa ni nzuri, umeijenga vizuri, wanaona mafanikio. Lakini watu wanaweza kuiona afya yako wakaona namna gani umefanikiwa. Watu wanaweza kuona biashara yako ilivyokuwa wakaona umefanikiwa. Si hayo tu, lakini watu huona namna ya uhusiano wako na Mungu wakaona umefanikiwa kiroho. Na hivi asubuhi ya leo, hebu tuweze kuona siri ya mafanikio katika familia. Mwanzo 2 fungu la 15 hadi 22, utaona hapo Mungu ametuelekeza nini cha kufanya. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Kwa hiyo swala la mafanikio, Mungu ndiye muasisi wake. Mungu ndiyo alimweka mwanadamu katika bustani ailime na kuitunza. Nini kilikuwa kinahitajika? Mungu alihitaji kuyaona mabadiliko yake katika hatua ya chini kwenda hatua ya juu, yani mafanikio. Wewe shamba lako ni nini? Shamba lako ni nini? Inaweza kuwa shamba lako ni ile kibarua chako cha kutengeneza matofali. Shamba lako linaweza kuwa ni kibarua chako cha kuponda mawe. Nini shamba lako? Shamba lako linaweza kuwa ni biashara ndogo ndogo. Ukiangalia katika kiambaza hapo, ikiwa unafuatiliana nami vizuri, utaona ni mama akiwa katika biashara yake. Ndiyo, hilo ndio shamba lake. Hapo mwanzo tunasoma Mungu akampatia Adam na Hawa shamba walime. Haina maana kwamba sisi wote tutaenda shambani. Ina maana kwamba namna ya kupata kipato, wapi utakapopata kipato ili uweze kufanikiwa. Shamba lako ni nini? Inaweza kuwa ni udereva. Wewe ni dereva na unaendesha magari, ndio mahali unapatia kipato. Shamba lako ni nini? Inaweza kuwa wewe ni mwalimu, unafundisha shule, hilo ndio likawa ni shamba lako. Shamba lako ni nini? Inaweza kuwa wewe ni mkulima. Haleluya! Wakulima tupungiane mikono. Mungu awabariki sana. Shamba lako linaweza kuwa wewe ni mhubiri, wewe ni mchungaji, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mwalimu wa dini, na hilo ndilo linaweza kuwa shamba lako. Kupitia huyo huduma unabarikiwa kuwa na maisha bora. Kufanya kazi kwa bidii ndiyo siri ya kwanza ya mafanikio. Unapotaka kufanya kazi, kwanza ni Mungu. Tunasema Mungu kwanza katika mambo yote. Kufanya kazi kwa bidii, hiyo ndio siri ya maisha. Fanya kazi kwa bidii, lima kwa bidii, fyatua matofali kwa bidii, endesha kwa bidii, nenda ukafuge kwa bidii. Tajiri mmoja katika Biblia tunamuona kisa cha tajiri mmoja. Huyu tajiri alikuwa na shamba, akanunua shamba, akaweka wafanyakazi,
akalitunza shamba, akaweka mbolea katika shamba, akahakikisha kuna visima vya maji katika shamba, akawa kila siku anaenda katika shamba, analitembelea shamba. Na baada ya kufanya hayo yote vizuri, mavuno yakastawi, shamba likastawi, likazaa sana. Unajua hakuna mahali utapata baraka ikiwa haukutafuta baraka. Yule tajiri alisimama shambani, akasimamia shamba. Nikwambie mpendwa, hakuna namna utafanikiwa ikiwa haukipendi kile kinachokuletea kipato. Hakuna namna mpendwa utafanikiwa ikiwa haufanyi kwa bidii, ikiwa haulindi, ikiwa hausimamii. Ikiwa wewe ni mfyatuaji, fyatua kwa bidii. Ikiwa wewe ni mwalimu, fundisha kwa bidii. Ikiwa wewe ni nesi, penda wagonjwa. Kwa kupenda wagonjwa utabarikiwa. Sikia, huyu tajiri alilipenda shamba lake, akafanikiwa. Alisimamia shamba vizuri, alikaa kazini na kudhibiti mianya yote. Aliangalia, je, kuna wadudu? Alihakikisha ameweka mbolea, amemwagilia maji. Tunabarikiwa kutoka katika vyanzo vile tunavyovisimamia vyema. Hautaweza kufanikiwa ikiwa wewe mwenyewe hausimamii kazi yako vizuri. Ndiyo, angalia kazi ya mvivu. Mvivu analala, anaacha wasimamizi. Wale wasimamizi wafanye vizuri. Haiwezekani. Siri ya kwanza ni kufanya kazi kwa bidii. Na ndio maana hata Biblia inatuambia asiyefanya na kazi asile. Biblia inatuambia siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Haleluya. Mwanzo 1 fungu la 29 hadi 30. Ili ufanikiwe unapaswa kula chakula bora, kuwa na afya njema, afya ya akili iwe njema. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu. Basi Mungu akasema, sio chakula cha binadamu peke yake, chakula cha ndege wa angani na kila kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche. Sikia, Mungu amekuita ili ufanikiwe katika familia. Unapaswa kula vizuri. Angalia hivyo vizuri ni vipi. Mungu alitupatia matunda. Matunda ni dawa. Kwa wale ambao tumesomea mambo ya chakula kama dawa, tutakwambia ya kwamba Mungu aliumba kila tunda kwa makusudi. Ndiyo, nikisoma nikajifunza, Mungu aliumba nyanya kudhibiti afya ya moyo. Na ndiyo maana ukikata nyanya unaona moyo. Ndiyo maana ukikata kitunguu unaliona jicho. Ndiyo maana ukikata karoti unaona mboni ya jicho. Ndiyo maana ukikata pilipili hoho unaviona via vya uzazi vya baba. Haleluya. Mungu alitambua hilo. Mungu anahitaji tupike chakula vizuri. Wito wangu kwa wanawake leo, tusiharibu chakula. Zipo namna tunapika. Tunaweka viungo, tunaharibu vyakula. Utafiti unaonyesha kwamba ukichukua mafuta ukachanganya na kitunguu vikaiva, vikawa brown, utatengeneza sumu inayosababisha ugonjwa wa kusahau. Na hiyo sio njia nzuri ya kupika. Lakini tunaitwa kula chakula bora, tule matunda, tule vyakula vya mizizi. Hivyo ndivyo vyakula vya wanadamu, na ndivyo Mungu alitupatia kuwa chakula chetu. Ikiwa utafanya kazi kwa bidii, ikiwa utakuwa na afya njema, nini unachosikiliza, nini unachokula, nini unachovaa. Maana Biblia inatuambia, lolote mtendalo, basi mlapo au mnywapo au mfanyapo jambo lolote, fanyeni kwa utukufu wa nani? Ndiyo, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Na hivyo tunaalikwa kuwasaidia watoto pia kujua nini chakula na nini si chakula. Na hivyo baada ya kuwa umekula vizuri, lipo jambo lingine ninatuambia,
ufanye nini? Kama una afya njema, fanya nini? Pata muda wa kupumzika. Haleluya! Swala la mafanikio linahitaji kupumzika. Mungu mwenyewe ndiye muasisi wa pumziko. Alifanya kazi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya saba Mungu akastarehe, akapumzika, akaitakasa. Lakini wengine leo wanasema Jumamosi tunapumzika, tunabaki nyumbani. Kwa sasa tunasema zipo namna nyingi za kupumzika ikiwa umefanya kazi sana. Ndiyo maana tunapewa likizo. Pata muda wa kwenda kijijini kwenu, angalia vitu vya asili. Pata muda wa kutoka out. Unaweza ukapumzika ndani ya siku 7. Siku ya Jumapili namna yoyote, nenda mlima wa Kilimanjaro, kaangalia wanyama. Nenda Serengeti, kaangalia wanyama. Unajua hii haimaanishi kwamba watu waende sehemu za kutumia pesa. Pumziko ni mahali popote. Wewe mtumishi wa Kirumba, wewe mshiriki wa Kirumba, ondoka, nenda Igombe, kuna mahali kuna ziwa. Nenda Mburaris, kule kuna ziwa. Nenda CCM, pale kuna ziwa. Angalia nature work ya Mungu, angalia uumbaji wa Mungu. Pumzika, maana Mungu alisema fanya siku 6. Yes, Baba, fanya nini? Pumzika. Huyu tajiri baada ya kuwa amefanya kazi vizuri, akamwagilia shamba, akalitazama lile shamba, akaona ni jema, akapata mavuno yakawa mengi, ghala zikaonekana kuwa ni ndogo. Alichofanya ni nini? Alibomoa ghala ili uweze kufanikiwa. Kuna wakati inakupasa kubomoa ghala. Haleluya! Ili uweze kufanikiwa, kuna nafasi unapaswa extend your territory. Unakaduka dogo, ongeza chumba cha pili. Lakini yapo mambo katika maisha yetu ambayo tunatakiwa kuyabomoa. Ikiwa unataka kufanikiwa, bomoa uvivu. Haleluya! Ikiwa unataka kufanikiwa, bomoa uzembe. Zipo nyakati za kubomoa usingizi usiokuwa na sababu. Bomoa. Ikiwa ni uzembe, bomoa ili ufanikiwe. Lazima ubomoe namna ya kuchagua kazi. Wapo watu wengine wanachagua kazi. Bomoa. Yule tajiri alibomoa, na wewe unaalikwa kubomoa. Tunapobomoa, tunabomoa uvivu, tunabomoa chuki, tunabomoa uzembe, tunafanikiwa. Ili ufanikiwe, kuna jambo muhimu sana ambalo familia tunapaswa tujue. Ili ufanikiwe, lazima ushinde uchoyo. Lazima ushinde nini? Lazima ushinde uchoyo. Biblia inatuambia Elia alitumwa na Mungu aende kule Sarepta, akakutana na mama mjane. Alipofika kwa mama mjane, akamwambia mama mjane, sina chakula, nina njaa, ninatamani kula. Lakini sikia, mama mjane ana chakula tena, ana kakonzi kadogo, ana kaunga kadogo ambako amebakisha. Anataka apike chakula ale na mtoto wake. Lakini sikia nikwambie, ili ufanikiwe lazima ushinde uchoyo. Kwa mama mjane ilikuwa sio swala la umasikini, ni swala la kushinda uchoyo. Na yule mama alipoushinda uchoyo akafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sikia tena katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 tunakutana na kisa cha Gehazi, Elisha pamoja na familia ya mama watumishi. Mama yule alikuwa ni tajiri,
na mume wake alikuwa ni tajiri, lakini Gehazi na Elisha watumishi wa Mungu anafika kwa yule mtu. Yule mama anaonyesha ukarimu kwa sababu ameshinda uchoyo. Anaenda kwa Gehazi, anamwalika mtumishi wa Mungu kuja kula nyumbani kwao. Ni wanawake wangapi wanaona watumishi wa Mungu wakija kwenye makambi? Ni familia ngapi zinazoona watumishi wa Mungu akiwatembelea na kualika kula nao? Sikia nikwambie, ili ufanikiwe ni lazima ushinde uchoyo. Yule mama akasema, mume wangu, na tujenge nyumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, tuweke kachumba, alafu tuweke meza, alafu tuweke na taa. Lakini sikia nikwambie, yule mama hakuwa na shida na wala Elisha hakuwa na shida, kwa sababu Mungu bado alikuwa na uwezo wa kumlisha mtumishi wake kwa njia zozote. Lakini angalia, yule mtumishi wa Mungu Gehazi akasema, sikia Elisha, humu ndani kuna kitu, humu ndani kuna jambo. Huyu mwanamke kwa sababu amefungua mikono yake, Mungu lazima afanye kitu. Na kwa sababu katika familia ile hapakuwa na mtoto, ndipo Elisha akamwambia yule mama, majira kama haya utapata mtoto. Haleluya! Kwa kufungua mikono yako kuna wakati utabarikiwa. Hata hivyo neno la Mungu linasema, jitahidini kuwakaribisha wageni. Yamkini mkiwakaribisha wageni ndipo mnaweza kuwa mmewakaribisha malaika. Katika kitabu cha Waebrania 13 fungu la 2, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hiyo wengine wamekaribisha malaika. Sikia, yule mama kwa kuwakaribisha watu wa Mungu alipata mtoto. Jamani, kuna watu ni wachoyo. Kuna watu ni wachoyo. Unaenda kwenye nyumba, mtumishi wa Mungu anakuja nyumbani kwako, mama anasimama mlangoni, wageni wamesema hodi, yuko katikati ya mlango, anasema karibu. Tupite wapi sasa? Yeye hataki mpite, na ndio maana amekaa katikati ya nini? Ya mlango. Kuna watu ni wachoyo. Kuna mchungaji asema uchoyo uko kwa viwango. Kuna wa degree, wa certificate na wa doctorate. Anasema hasa wanawake. Yule mchungaji anapenda sana kutueleza wanawake, asema kuna wanawake ni wachoyo. Akikuangalia wakati unapakua chakula, unaahirisha, unasema mimi huwa natumia chakula bila mboga. Unaahirisha kuchukua mboga. Ni kwa sababu kuna jicho fulani amekupiga. Na uzuri, ni vizuri mwanaume ndio awe mchoyo, maana watu hao watajua. Mwanaume akiwa mchoyo, mwanamke anafukia. Ila mwanamke akiwa mchoyo, kila mtu atasikia. Tumekuwa wachoyo mara ngapi? Tumekuwa wachoyo mara ngapi? Mungu anatualika katika kuacha uchoyo. Yule mama alifanikiwa, familia ile ilibarikiwa, ilifanikiwa kwa sababu waliacha uchoyo. Yule mama wa Sarepta mjane alifanikiwa kwa sababu waliacha uchoyo. Haya, sikia nikupa vidokezo. Wapi uchoyo wako unaweza kuuacha? Wapi uchoyo wangu naweza nikauacha? Njia moja wapo ya kuachana na uchoyo ni kuwajali wajane. Katika kanisa hili, mahali popote, chagua mjane mmoja umsaidie. Njia nyingine ni kuwajali yatima, kuonyesha wewe sio mchoyo. Chukua yatima moja, msaidie huyo mchoyo, huyo yatima. Hebu angalia katika kanisa la Kirumba hakuna wajane. Kuna programu gani kwa ajili ya wajane? Njia nyingine ni kuwajali wageni. Hebu muulize Ibrahimu. Ukitaka kulijua hili, muulize Ibrahimu nini kilifanyika kwake baada ya kuwakaribisha wageni. Ziko baraka nyingi, maana kwa kufanya hivyo unaweza kuwa umewakaribisha malaika.
Njia nyingine ni kuwajali wagonjwa. Mungu alisema, nilikuwa mgonjwa na hukuja kuniona, nilikuwa uchi haukunivisha, nilikuwa na njaa haukunipa chakula. Na njia nyingine ni kuwajali wahitaji, Hivyo wahitaji walio pamoja nasi katika jamii yetu tunapaswa kuonyesha hatuna uchoyo kwa kuwasaidia wahitaji. Na njia ya mwisho ni kuwajali watumishi wa Mungu. Yes, Mama Kaitira unasema hivyo kwa sababu ni mtumishi wa Mungu. Ndiyo, mimi niko kazini leo, lakini sikia nikwambie, mchungaji wenu mlionaye hapa ni mzee wa kanisa. Asa wachungaji, kwa kugusa maisha ya wachungaji utabarikiwa. Gusa watumishi wa Bwana, wajali watumishi wa Bwana kwa namna ndogo ulionayo. Wajali watumishi wa Bwana, maana kwa kuwagusa watumishi wa Bwana utabarikiwa. Asubuhi ya leo nipende kualika, ikiwa unahitaji mafanikio, siri moja wapo ya kwanza tumesema ni kufanya kazi. Fanya kazi kwa bidii. Siri ya pili tumesema kuwa na afya njema, kula vizuri. Na siri ya tatu, pata pumziko. Siri ya nne, acha uchoyo. Mshukuru Mungu. Mungu amekubariki, umefanya kazi, umepata pesa, rudisha vitakatifu vya Bwana. Haleluya. Hiyo ndiyo afya. Siri kubwa katika yote ni kurudisha vitakatifu vya Bwana. Ikiwa tumeyafanya mambo yote hayo ili familia iwe na afya njema kimwili, kiakili na kiroho, unapomgusa Bwana, Bwana anafanya biashara yako. Unapofanya biashara na Bwana, Bwana anafanya biashara yako. Ghala lako halitapungua. Ataleta ulinzi na usalama katika familia yako. Atakubariki. Wangapi usiku ya leo wanasema, Mungu anisaidie nami nizifuate siri hizo ili niwe na afya njema na mafanikio katika familia. Mungu awabariki sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa namna ya pekee. Leo hii tena umetupatia vidokezo vya siri ya mafanikio, ya kwamba tufanye kazi kwa bidii, maana ndiyo kanuni yako. Tuwe na afya njema, tupumzike, tukumbuke siku ya Sabato ya kwamba tunapumzika, lakini tuachilie uchoyo, na mwisho tuvirudishe vitakatifu vyako. Maana nasema pale tutakapokujaribu ndipo utang'oa makoki ya mibaraka, na ghala zetu zitajaa, na watu watatuona hatutakopa bali tutakopesha. Tunaomba haya yote uyatimize katika maisha yetu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awabariki sana.